Hujambo ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa redio yetu hii. Tunayo furaha kubwa kukuletea habari kutokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya vita inazidi kufanya msukosuko na amani kuwa ndogo. Hivyo tutakuwa huko Mikenge, Minembwe, Kalenge, ambako hali inazidi kuwa tete kutokana na vita ya vikosi vya Twirwaneho Red Tabara pamoja na waasi wa M23 vikipigana dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo. Huko Mikenge, droni imeweza kuripuliwa na imesemekana kuwa imetokea katika nchi ya Rwanda. Pia tutakuwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati yake, ambako hali za usalama zinazidi kuwa tete. Tutazungumzia pia kuhusu mwanamama ambaye ameweza kujifungua akiwa ndani ya ndege, akiwa amesafiri kutokea Lubumbashi kuelekea ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya kiusalama na hali ya masomo ya education gisi inavyozidi kuendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kuwa na redio yetu hii ili kupata habari zote hizo. Tuanze na habari yetu kuu tukiwa huko Minembwe Mikenge, ambako kumeweza kuripuliwa ndege isiyo na rubani. Jeshi la FARDC limetangaza hii Jumatatu tarehe 27 Aprili kuwa mwisho wa wiki limedungua ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikiruka juu ya maeneo ya mapambano katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa jeshi, kifaa hicho kilionekana juu ya maeneo ya Kimete, Rugezi, Point0, Mikenge na Kalingi kabla ya ndege hiyo kushambuliwa. Mamlaka ya Fizi yasema hii ni ndege ya pili kudunguliwa ndani ya kipindi cha wiki mbili katika eneo hiyo yenye mvutano mkubwa ya kiusalama. Maneno hayo yaliweza kusemewa na kiongozi wa Fizi, ni kusema administrateur wa Fizi Sami Badi Banga. Jeshi la FARDC pia limeeleza kuwa droni hiyo ilitumiwa kwa shughuli ya kupeleleza maeneo ya FARDC kabla ya kufikia malengo yake. Droni hiyo imeweza kusambuliwa, kwa hiyo imetokea upande wa Rwanda. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kusema kuwa droni hiyo imetokea eneo la Rwanda. Viongozi wa eneo hilo wamekumbusha pia shambulio la awali lilisababisha vifo vya raia na katika kijiji cha Point0 ambako watu kadhaa walipoteza maisha, kama vile watu 40 waliweza kupoteza maisha kutokana na shambulizi la droni, na hivyo iliweza kusemekana kuwa ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndilo lilifanya mashambulizi hayo. Lakini sasa wameweza kubaini droni ambayo imeweza kutokea upande wa Rwanda na kusababisha uharibifu mkubwa, lakini kabla ya kufanya uharibifu huo iliweza kuharibiwa. Licha ya hali hiyo, mamlaka za Fizi zinaendelea kusema kuwa Jumapili ya tariki 26 Aprili usalama ulikuwa umetulia kwa kiasi katika eneo hilo. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Mikenge, ambako vita zinazidi kupiganwa siku baada ya siku. Acha basi tuhamie sehemu nyingine ambako vita inazidi kupamba moto. Tuingie basi ndani ya mji wa Goma, ambako wanamama wameweza kumwandikia mkuu wa MONUSCO ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo barua ya kuonyesha kuwa ile mambo yao ya kuandikiana makubaliano kwenye karatasi na kusema za kidiplomasia ni mambo yao kibinafsi. Wao wananchi wanataka vita kuweza kuisha, hiyo ndio jambo muhimu kwao. Mambo ya kuweza kukamata makubaliano ya hapa na hapa hayawasaidii wao. Acha basi tumfuate mwanamama huyo akiweza kunukuliwa kwenye redio yetu hii. Wanawake wa mji wa Goma wametoa ujumbe mkali wakisema kuwa kusitisha mapigano hakuwezi kuwa tu kwa karatasi inayoitwa sahini ya Luanda au katika mji mwingine mkuu, bila kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi. Wanasema kuwa makubaliano hayo hayawezi kumaliza vita ikiwa yanafanywa kwenye karatasi tu.
Katika barua walioipeleka kwa mkuu mpya wa MONUSCO James Swan, wanawake hao wamesema kwao amani si suala la diplomasia, bali ni suala la maisha na usalama wa kila siku. Wameeleza kuwa wananchi wanaendelea kupitia mateso mengi, ikiwemo kuhama usiku kwa nguvu, kufungwa kwa shule, pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake katika eneo la mapigano. Wanawake hao wamesisitiza kuwa hawataki kuonekana kama waathirika pekee katika hali hii ya vita, bali kama washiriki muhimu katika kutafuta amani ya kudumu. Wamesema pia kuwa hatua za haraka na vitendo ambazo zitaboresha maisha ya watu walioathiriwa na vita katika eneo hiyo iweze kufanyiwa kazi. Kwa sasa James Swan anaendelea na ziara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi ambacho juhudi za kusitisha mapigano zinaendelea ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Goma, ambako wanamama wanataka cessez-le-feu ambayo inazidi kuandikwa siku baada ya siku katika miji mikuu iweze kutumika ndani ya miji au iweze kuwa aplike kwenye terrain, kwa kuwa cessez-le-feu inazidi kufanywa siku baada ya siku, lakini bado hali haijakuwa shwari wakati wa vita ndani ya nchi hiyo. Tuelekee pia huko Lubumbashi, ambako ajali kubwa imeweza kutokea na kusababisha majonzi makubwa kwa wakaaji na vifo vya wakaaji, kwa kuwa ajali hiyo imeweza kufanyika eneo la soko. Kwa mujibu wa mashuhuda, lori iliyokuwa ikisafiri bila mizigo ilipoteza mwelekeo karibu na soko la Mimbulu katika eneo la Mashipisha, kisha kugonga wafanyabiashara waliokuwa wanapanga bidhaa kando ya barabara ya Kasumbalesa. Tukio hilo limesababisha hofu na vurugu, huku watu wakikimbia onyo kujaribu kuokoa maisha ya watu ambao waliweza kupatwa na ajali hiyo ya kukutwa na gari mahali ambako walikuwa wakikaa. Baadhi ya mashuhuda wanasema kuwa watu wengi walipoteza maisha papo hapo, huku wengine wakikimbizwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya sana. Taarifa za awali zinaeleza kuwa huenda zaidi ya watu 20 wamefariki dunia papo hapo, wengi wao wakiwa ni wafanyabiashara wa eneo hilo la Kasumbalesa. Ajali hiyo imebua tena mjadala kuhusu biashara zinazofanyika kiolela pembezoni mwa barabara, hasa katika eneo lenye msongamano mkubwa wa magari makubwa. Mamlaka za eneo hilo bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya waliopoteza maisha wala chanzo halisi cha ajali hiyo, lakini uchunguzi umeanzishwa ili kuweza kuleta habari kutoka kwa mamlaka za nchi. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Kasumbalesa, ambako hali inazidi kuwa mbaya kutokana na ajali hiyo ambayo iliweza kusababisha ukumbi mkubwa wa watu kuweza kupoteza maisha. Tuzungumzie basi hali ya kiuchumi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako inajulikana kuwa hela za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazidi kupanda bei na kushuka, lakini kwa sasa kisha tu watu ambao wanatumika kwenye benki hiyo, na zaidi sana gavana wa benki hiyo Andre Wameso ameweza kufahamisha serikali kuhusu maamuzi mapya ya sera ya fedha iliyotokana na mkutano wa kamati ya sera ya fedha iliyofanyika tariki 9 Aprili katika mji wa Kinshasa.
Moja ya maamuzi makuu ni kupunguza kiwango cha riba ya msingi katika 15% hadi 13.5%. Hatua hii inalenga kusaidia utulivu wa uchumi ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabiliana na misukosuko ya kiuchumi ya nje. BCC ni kusema Banque Centrale de la République Démocratique du Congo au Banque Centrale du Congo pia inaeleza kusimamia kwa ukaribu mzunguko wa fedha ndani ya benki pamoja na kushirikiana na sera za bajeti ili kuimarisha udhibiti wa uchumi ndani ya nchi mwao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mfumo wa bei umeonyesha ongezeko dogo la wiki hadi wiki, lakini kwa ujumla umeendelea kuwa chini sana kuliko miaka iliyopita, hali inayoashiria utulivu wa bei ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia thamani ya faranga ya Kongo imeendelea kubadilika kidogo dhidi ya dola ya Marekani, huku masoko ya fedha yakiendelea kufuatilia kwa ukaribu hali hiyo ya hela hizo kuzidi kubadilika. Na pia bei ya fedha au ya bidhaa ambazo zinauzwa nje kama shaba na dhahabu na cobalt zinaendelea kuwa thabiti katika masoko ya dunia yote kwa kuwa hali hiyo imeweza kutulizwa. Maamuzi haya yanachukuliwa katika mazingira ya kiuchumi ya dunia yote na yenye changamoto, ikiwemo migogoro ya kimataifa na mabadiliko ya nishati yanayoathiri uchumi wa nchi mbalimbali na kutia ndani nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kuwa na redio yetu hii na kupata habari hizo kwa wakati huu. Acha basi uendelee kuwa nasi ili kupata habari nyingine zaidi. Na tunaendelea tukiwa huko ndani ya Nord Kivu na Ituri ambako mkuu mpya wa MONUSCO James Swan ameahidi kuendeleza kusimamia utekelezaji wa maazimio ya Umoja wa Kimataifa yanayohusu amani na utulivu ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ziara hiyo iliyofanyika mjini Beni, Bunia na Goma, alizungumza na jamii zilizoathirika na vita, wakimbizi pamoja na viongozi wa eneo hilo ili kueleza changamoto za kiusalama zinazoendelea. Ameeleza kuwa MONUSCO itaendelea kushirikiana na serikali ya Kongo katika kulinda raia na kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo inazidi kufanywa katika nchi mbalimbali. Pia amesisitiza kuwa umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipango ya DRC, huku akitoa wito kwa upande zote mbili zinazohusika na migogoro kuheshimu makubaliano ya amani. Katika mazungumzo yake akigusa pia mipango ya kufuatia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano kupitia mifumo ya pamoja ya ufuatiaji wa uthibitisho. Kwa ujumla, MONUSCO imesema inaendelea kusaidia juhudi za kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie pia tukio ambalo limeweza kushangaza watu wengi ambalo limetokea hapo jana Jumapili tariki 26 Aprili ndani ya ndege ya kampuni ya CAA iliyokuwa ikitoka Lubumbashi kuelekea Kinshasa, ambako mwanamke mwenye umri wa miaka 13 alijifungua akiwa angani. Kwa mjibu wa madaktari waliokuwa ndani ya ndege hiyo, wakiwemo daktari wa watoto, walikimbia kumsaidia mara baada ya wahuduma kusikia kilio cha mtoto mchanga. Inaelezwa kuwa mwanamke huyo alikuwa tayari amejifungua akiwa ameketi kwenye kiti chake bila kutoa sauti au kuomba msaada mapema. Alisafiri akiwa na watoto wake wawili wadogo waliokuwa pembezoni mwake. Daktari hao wamesema hii ni uzazi wake wa 5 na inawezekana alisafiri akiwa anakaribia kujifungua bila kuonyesha dalili kubwa za dharura.
Rubani wa ndege hilo aliomba mara moja huduma ya gari la wagonjwa ambalo lilikuwa tayari wakati ndege ilipotua mjini Kinshasa, na mama pamoja na watoto wake walipokelewa kwa huduma za haraka za kitibabu. Tukio hilo limekumbusha umuhimu wa wanawake wajawazito kupata ushauri wa kitibabu kabla ya usafiri kwa ndege ili kuepuka hatari zisizotarajiwa. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo ambako mwanamama huyo ameweza kujifungua akiwa kwenye usafiri wake. Tuelekee basi huko wilayani Beni ambako katika sekta mbalimbali na shule mbalimbali za Mutwanga na Mwenda ziliweza kufunguliwa leo hii tariki 27 Aprili, kwa kuwa hali ya utulivu imeweza kuonekana kidogo. Mafunzo yalikuwa yamesimama kwa muda wa wiki mbili katika mgomo wa walimu. Mgomo huo ulianzishwa kwa lengo la kudai kuachiwa kwa walimu wawili waliowekwa gerezani mjini Beni. Walimu hao walifikishwa mbele ya vyombo vya sheria baada ya kifo cha mwanafunzi mmoja ambaye alidaiwa kuadhibiwa na shule na baadaye kuugua hadi kufariki. Hukumu hiyo ilisababisha kutoridhika kwa baadhi ya walimu waliodai kufunguliwa tena kwa kesi hiyo au kuachiwa kwa walimu waliotiwa ndani ya hatia. Muungano wa walimu umeeleza kuwa mgomo haujaisha kabisa bali umesitishwa kwa muda wakisubiri mamlaka za elimu kutekeleza ahadi zilizotolewa. Kutokana na hali hiyo, kurejea kwa masomo bado kunategemea maendeleo ya kesi hiyo pamoja na majibu ya serikali kwa madai ya walimu hao. Hizo zilikuwa ni habari kutokea huko Beni katika sekta ya Rwenzori ambako hali inazidi kuwa tete kwa kuwa walimu hao bado wangali ndani ya prison ambao wanafungwa kutokana na kesi cha kuweza kumwadhibu mwanafunzi na kuweza kupata ugonjwa na kufikia kufa. Hiyo iliweza kusababisha walimu hao kuweza kutiwa ndani ya jela na kufungwa. Sasa wenzao wanazidi kuenda kulalamika ili waweze kufunguliwa, lakini hadi sasa bado ombi lao halijasikiwa na bado hawajaachiliwa. Hizo ni habari kuu ambazo tunakutayarishia kwa siku ya leo. Basi tunakuomba uweze kushare, kusubscribe na kukomenti ili kutujulisha unatufata ukiwa eneo gani la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au eneo gani lingine ambalo unazidi kutufuatilia. Asante kwa uaminifu wako na kuchagua redio yetu hii ili kuweza kupata habari zetu.